Ile tutamwambia tu leo, tumwambie tu ni asante. Asante peke yake inatosha. Amen. Wakati huu ni wakati wa kusikiza neno, na tuko na mtumishi baba yetu ako na neno letu la siku. Na hata kabla sijasahau, mwaka mzima tumelishwa neno. Amen. Na asifiwe. Kuna juzi nilikuwa nimekaa nikafikiri ati hapa every Sunday mlango haujafungwa ili tukuje tu tupokee kutoka kwa Mungu. Hakujakosa mtumishi kwa hii nyumba every Wednesday and every Sunday, na hata katikati ya wiki. Nikasema huo ni mkono wa Bwana. Unajua watumishi huwa wanakuwa na mashughuli mingi, lakini hawajatuachilia. Nikasema huyu ni Bwana ambaye amekuwa pamoja nasi. Ati mlango haujafungwa any Sunday, hatujaomboleza kama kanisa. Tuna sababu ya kushukuru Mungu. Amen. Mtumishi wa Mungu, karibu tuletee neno tunaposimama kushangilia Yesu katika jina la Yesu. Amen. Asante. Mungu akubariki na akutende mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niwakaribishe katika nyumba ya Bwana na katika neno la Bwana siku ya leo katika jina la Yesu. Karibuni tuketi kwa uwepo wa Bwana. Hii ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, na kama vile tunavyosema wengi wetu ya kwamba tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumtukuza Bwana kwa sababu ya matendo yake makuu na kwa sababu ya uzima na uhai ambaye ametupa, kwa sababu ya kutupenda na kwa sababu ya kutujali, na ndio sababu tuko hapa. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru na tunakuabudu asubuhi ya leo kwa sababu ya nafasi ya kuja kukushukuru na kuja Bwana kusema asante kwa matendo ambayo umetutendea. Tunakushukuru kwa sababu ya uhai na uzima, afya uliotupa katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako na utwalizi wako wa kila hitaji ambao tumekuwa nalo. Tunakushukuru kwa sababu ya wokovu Bwana, kwa sababu umetusimamisha katika wokovu hadi sasa. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka zetu ambazo ni baraka za uzima, za afya, za ushindi. Bwana asante, maana upigana vita zetu na ukatupa ushindi. Tunakushukuru kwa ajili ya familia zetu. Tunakushukuru kwa sababu ya taifa letu Bwana. Twasema asante mahali tumetoka na mahali tumefika. Wewe ni Ebeneza na mahali pamebakia ni wewe. Bwana, tunapolipokea neno lako asubuhi ya leo, tuomba ya kwamba Bwana unene na mioyo yetu na utusaidie kuwa na moyo wa shukrani kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa Kristo Yesu tumeomba na tumeshukuru. Amen. Nataka tuende straight katika neno la Bwana, na siku ya leo ni siku yetu ya shukrani. Kwa hiyo nataka kuzungumza kuhusu shukrani, kwa maana ni siku yetu ya kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo neno la Mungu linasema katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 18, Biblia inasema ya kwamba in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Katika kila jambo shukuru, kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu ndani ya Kristo Yesu kukuhusu wewe. Bwana asifiwe. Biblia haisemi ya kwamba tushukuru Mungu kwa sababu ya kila jambo, lakini Biblia inasema tumshukuru Mungu katika kila jambo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu ana matarajio katika moyo wake ya kwamba tunafaa kumshukuru kwa wakati wowote na katika jambo lolote. Kwa hiyo ndiposa Biblia inasema ya kwamba tumshukuru Bwana in everything. Hiyo ina maana ya kwamba at all circumstances, yani katikati ya mambo mengi ambayo tumeyapitia, katikati ya challenges mingi ambazo tumezipitia, na pia katikati ya mambo mengi mazuri ambayo tunajivunia na baraka nyingi ambazo tumezipokea kutoka kwa Bwana,
bila kujali kama mambo yote hayajakuwa sawa. Kuna wakati tumekuwa wa kushushika moyo, kuna wakati tumekuwa wa kupigana vita, kuna wakati tumekuwa na matarajio ambayo haijatimia. Neno la Mungu linasema tumshukuru katika kila jambo. Biblia inasema ya kwamba tutapitia mambo mengi ndio, lakini tuwe na shukurani. So God expects us to give thanks at all times. Not for everything, but in everything. Bwana asifiwe. Kuna mambo yatakuja katika maisha yetu, unaona siwezi kushukuru Mungu kwa sababu ya haya. Huwezi kusema asante Mungu kwa sababu nilianguka na gari. Huwezi kusema asante Mungu kwa sababu mtoto wangu ni mgonjwa. Lakini katika ule ugonjwa unaweza kumshukuru Mungu kwa sababu ndiye mwenye kuponya. Katikati ya ajali, katikati ya mateso, unaweza kumshukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho hakikufanyika. Huwa tunasema ya kwamba katikati ya yale yaliyofanyika, unaweza kumshukuru Mungu kwa yale hayakufanyika. Amen. Na napenda kusema hata kama ajali ilipatikana, though sisi hatujakuwa involved kwa ile ajali, lakini nasema hata kama umekuwa involved kwa ajali mwaka huu, hata kama umelazwa hospitali katika mwaka huu, hata kama mtoto wako alifukuzwa shule katika mwaka huu, hata kama umekosa kile ambacho umehitaji katika mwaka huu, wakati mmoja ama mwingine, unaweza kumshukuru Mungu kwa sababu bado uhai. Amen. Na bado unaendelea. Bwana sifiwe sana. So in everything, that means in all circumstances, whether good or bad, we should thank God. Amen. Moyo wa shukrani unatuweka sawasawa katika mapenzi ya Bwana wakati ambapo tuko katika hali ngumu. Moyo wa shukrani unakusaidia kukaa sawasawa katika mapenzi ya Bwana wakati ambapo unapitia hali ngumu. Wakati unamwambia Bwana, ninakushukuru Bwana, asante kwa sababu ya haya ambayo ninayapitia. Kwa sababu number 1, ninajua ya kwamba utaniokoa, utanikomboa. Number 2, ninajua ya kwamba itakuletea sifa na utukufu. Na number 3, ninajua ya kwamba nitakuwa na ushuhuda mpya wa kuambia watu wengine ili waweze kuwa na nguvu ya kuweza kupita kama vile mimi nimepita. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa shukrani unaonyesha ukomavu wetu kama Wakristo. Kwa sababu tunajua ya kwamba hatujaitwa kupitia mazuri tu, lakini Biblia inasema pia tutapatana na mabaya, tutapatana na vita, tutapatana na challenges katika maisha haya. Na kwa hivyo ukiona mtu ambaye ana moyo wa shukrani, inaonyesha ya kwamba yule mtu amekomaa katika Bwana, amekomaa katika imani, amekomaa katika neno la Bwana. Kwa sababu mtu ambaye bado hajakuwa na kimo cha Yesu na ukomavu wa kiroho, anaweza kublame Mungu, anaweza kublame watu, anaweza kujiblame mwenyewe. Wakati tunamtolea Bwana shukrani, tunatambua ya kwamba yeye ndiye chanzo cha kila kitu katika maisha yetu, tukianzia na uzima na baraka za kila aina ambazo tumezipokea. Kwa hivyo unapokuja kwa Bwana kumwambia asante, unamshukuru kwa sababu unajua ya kwamba He is the source of life and all blessings. Yeye ndiye chanzo cha uzima na baraka zote. Shukrani ni kumbukumbu. Tunajikumbusha ya kwamba chochote tulicho nacho na chochote tulicho imetokana na baraka za ajabu za Mungu. Bwana asifiwe. Thanksgiving is a reminder that all we are and all we have is as a result of His wonderful blessings. Tunapomshukuru Bwana, tunakumbuka ya kwamba kile tulicho, nimesikia wengine wakiongea hapa na ni kweli, ya kwamba hata status yao imebadilika. Amen. Katika picha zile ambazo zinawekwa katika mitandao, siku hizi ninaona ya kwamba kuna wakati Facebook inakuletea picha ya zamani,
alafu inakuwekea box hapo, inakwambia uweke picha ya sasa. So wanakuambia then and now. Ukiangalia picha za watu, haleluya, unaona ya kwamba mtu pale hakuwa na utukufu kama alivyo saa hii. Na kwa hivyo tunapokuja katika nyumba ya Bwana, ama tunapoinua mikono yetu ndani ya nyumba zetu na mahali popote tulipo, tukimshukuru Bwana, ni kumbukumbu ya kwamba chochote tulicho na chochote tulicho nacho ni kwa sababu ya baraka zake za ajabu. Amen. Mwajua ya kwamba Mungu wetu anawapenda watu wote. Anawabariki wazuri na anawabariki wabaya. Amewapa afya wazuri na wabaya. Amenyesha mvua kwa watu wazuri na kwa watu wabaya. And in fact, katika area yetu hii, mnaelewa ya kwamba mvua umenyesha mwaka mzima. Na chakula ni kingi sana, watu wameharvest sana na wanaendelea kupanda zingine sehemu zingine. Kwa hiyo unaona ya kwamba haya ni kwa sababu ya baraka za Mungu. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Bwana. Amen. Kabla ya kufanya ombi lolote ambalo ni la kumwambia Bwana mahitaji yako, tunafaa kumshukuru kwanza. Amen. Biblia inasema katika Philippians chapter 4 and verses 6 and 7 ya kwamba tusiwe na wasiwasi kwa jambo lolote, lakini kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru tumjulishe Bwana haja zetu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba shukrani ni kama Yuda. Maana walipouliza katika vita nani atakayetangulia, Biblia inatuonyesha vizuri sana ya kwamba Mungu alisema ya kwamba Juda ndiye atakayetangulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shukrani zako ni kama the tribe of Judah, ambayo Mungu alisema ya kwamba wao ndio watakaotangulia. And we know that Judah means praise. Amen. Judah inamaanisha sifa, na sifa hutolewa kwa sababu ya kumshukuru Mungu na kwa sababu ya kumtambua Bwana katika yale mambo ambayo ameyafanya. Before making any request, recognize God's hand in daily provisions, in daily life, in daily provision of health, provision of protection and guidance. Kabla hujamwambia chochote, recognize that his hand, mkono wake ambao tunaita kwa neno lingine neema yake. Tambua ya kwamba kwa neema yake amekupa maisha. Kwa neema yake tambua ya kwamba amekupa afya. Kwa neema yake amekulinda. Kwa neema yake amekuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Before making any request, recognize God's hand in daily provisions, life, health, protection and guidance. Amen. Psalms 103. Psalms 103 verses 2. Biblia inasema, praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Msifu Bwana moyo wangu, na usisahau faida zake. Mstari wa 3 anasema anakusamehe dhambi zako na anakuponya magonjwa yote. Amina. Kabla hujakimbia kucomplain what you did not get and you ask the Lord, he never gave it to you. He knows that the reason why hajakubali upokee kile ulitaka mwaka huu. Amen. Because he knows us and he knows what is good for us and what is not good for us. Amen. Biblia inasema ya kwamba anatusamehe dhambi zetu. Na jameni, siku ya leo ni nani angeweza kusimama mbele za Bwana aseme ya kwamba sijamkosea Mungu mwaka mzima? Isipokuwa ni msamaha wake, jameni, tungesimama mbele za Mungu kweli? Haingewezekana. Amen. Wengine wetu labda tulikuwa tumewekwa maki ya kufa, lakini tulipongojeka Bwana akatuponya, hatukufa kwa ajili ya magonjwa. Verse 4 anasema anakomboa maisha yako kutokana na shimo na anakuweka taji ya upendo na huruma. Amen. Bwana ametukomboa, ndio sababu tunamshukuru. Biblia inasema adui hutuwekea mitego,
na mitego ingine haionekani, mitego ingine inafunikwa, na wewe ulipita mahali adui ameweka mtego, lakini wewe haukushikwa na ule mtego. Bwana alikukomboa. He redeemed your life. Amen. Bwana ametukomboa, na Bwana ametutoa katika shimo la utelezi. Ametuweka taji ya upendo na taji ya huruma. Baba yetu ametuhurumia, Mungu wetu ametuhurumia. Anafaa tuinue mkono tumwambie asante Yesu, kwa sababu umetutenda mema, kwa sababu umetuhifadhi. Mstari wa 5 anasema ya kwamba who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Yeye ndiye alikupa chakula kizuri, chakula ili mwili wako usizeeke ovyo ovyo. Amen. Alafu akakupatia pesa za kununua mapondozi. Amen. Na mafuta. Haleluya. Ili upake ngozi yako isiparare na isionekane kama uko na miaka mingi. Amen. Hivyo ndivyo Biblia inasema ya kwamba anakutoshelesha na mambo mazuri. Yaani tamanio la moyo wako analitoshelesha na mambo mazuri. Amen. He will never cut off the desire of the righteous. Amen. Kuna matamanio umekuwa nayo na Bwana akakufanyia. In verse 9, Biblia inasema he will not always accuse, nor will he humble his anger forever. Kama Mungu angekuwa wa kutujudge, sote tumekuwa judged. Walakini angalia ya kwamba yeye hakutuhukumu, hakutuaccuse kwa makosa tuliyoyafanya, badala ya mambo hayo alitusamehe. Tuseme amen. Bwana wetu alitusamehe makosa yetu. Hakutukasirikia. Alikuwa na sababu ya kukasirika kwa ajili yetu, kwa sababu labda hatukutimiza kile ambacho tulifaa, lakini Bwana ni mwema, hakuweza kutuaccuse. And verse 10 anasema he does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Bwana hajatulipa maovu na maovu, hajatulipa mabaya na mabaya, hajahesabu dhambi zetu na makosa yetu akasema hamtaishi tena. Ametuhurumia, ameturehemu, ametuinua, ametupa baraka. Amen. Nasema mstari wa 11, Psalms 103:11, for as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. Yani upendo wake umekuwa mkuu kwetu sisi tunaomcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. 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 So, this is what I'm saying. Giving thanks is the will of God for us. That is my point number 1. Amen. Giving thanks is God's will for us. Kumshukuru Bwana ni mapenzi ya Mungu kwetu. It is the will of God for us to give thanks. Amen. That's why Biblia inasema in everything give thanks. Katikati ya mambo yote tufanye nini? Tumshukuru Bwana. In everything we give thanks. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo nataka niseme hivi, kuna watu 10 ambao waliponywa ukoma. Tunawaona katika Luka 17 ukianzia mstari wa 11 kuendelea hadi 18. Amina. Look at this. Hata bila kusoma hiyo story, maandiko inaonyesha ya kwamba hawa walipomwona Yesu akipita, Biblia inasema walikuja kwake wakasimama mbali. Hawangemkaribia kwa sababu wana ukoma, na ukoma ni ishara ya kutokuwa mtakatifu, ni ishara ya kukosa utakazo. Kwa hiyo Biblia inaonyesha wakasimama mbali. Kwa sauti kubwa wakamuita Yesu, wakamwambia tuhurumie. Na Biblia inaonyesha vizuri sana ya kwamba Yesu Kristo akawaambia enendeni
mkajionyeshe kwa makuhani na mtoe kile ambacho kinafaa kutolewa, watu wakipata hizo baraka za uponyaji. Baada ya kuondoka, Biblia inatuambia ya kwamba wakiwa njiani wote wakapona. Sema wote wakapona. Sio mmoja, lakini wote 10 wakapona. In other words, mkono wa Bwana ulifanya kazi kwa ukamilifu. Neema ya Bwana iliwafikia wote. Hebu sikiliza hapa. Ukoma ni ishara ya dhambi. Na vile ambavyo ukoma unakula mwili wa mtu na vidole za mtu, hivyo ndivyo dhambi inakula destiny ya watu, hata mwisho wakose mbingu. Lakini kumbuka ya kwamba kuna mahali tulikutana na Yesu. Kila mmoja wetu, labda hatukuwa wote pamoja, wengine wetu haikuwa crusade, kwa hiyo hatukuwa na watu wengine, lakini wewe mwenyewe kumbuka. I want you to flash back your mind. Remember that day. Remember that day. Mama, remember that day. Hallelujah. Jacinta, remember that day. Brother Ashira, kumbuka hiyo siku. It was a very special day. Amen. It was a great day when you heard about Christ. Amen. Na uliposikia hiyo injili siku hiyo, siku hiyo sio ilikuwa ya kwanza kusikia injili, lakini siku hiyo neema ya Mungu ilikuwa juu yako. Siku hiyo rehema za Bwana zilikuwa juu yako. Siku hiyo ulisikia sauti, hata kama siku zingine haukuwa unasikia hiyo sauti ya Bwana. But that day, hiyo siku, you heard the voice of God. Amen. Na kulikuwa na kilio ndani yako. Kama wewe ungekuwa kama mimi, nilikuwa nimechoka na sigara na nimejaribu kuacha, lakini sikuweza kuacha. Hata nilikuwa nimeharibu sigara 5, ati ndio nikifikiria kwenda kununua nisikie uchungu nisirudi tena. Amen. Nilikuwa nianza kunywa pombe, hata nilikuwa naenda sasa kuingia katika uraibu wa chana. Amen. Nilikuwa nimevuta kwai kidogo, hata kama sio sana, lakini ndani yangu there was emptiness. Amen. Hata kama nilifikiria nilifanya mambo haya ndio nifurahishe maisha yangu, nikiachana na marafiki zangu wakati ambapo tumefurahi, baadaye nilikuwa nasikia ndani yangu kuna kitu kimekosa. I want to believe it was so with you. Kama umeokoka, you can remember that day. Remember ulikuwa mwana ukoma. Hallelujah. Haugeruhusiwa kukaa na watu wa nyumba ya Bwana. You know this is a Jewish culture and Jews represent the people of God. Amen. So these were outcasts. Wamerushwa nje. Hawawezi kuchangamana na watu wengine. That is how it was with us. Amen. Kama hatungepata hiyo siku ya kukutana na Kristo, hata wa leo Disemba hii tungeendelea kunywa pombe, kuvuta bangi, kufanya mambo ambayo yanafanywa na watu wasiomjua Kristo. Thank God we got born again. Amen. Na kama vile Biblia inasema ya kwamba Yesu akatuokoa, Yesu akatusamehe dhambi, Yesu akatuponya magonjwa yetu ya kimwili, ya kiroho, ya kimawazo. Alafu akatuambia endeni mkajionyeshe kwa kuhani. That is how we got our way to church, where there is a priest. Hallelujah. And from that day we have sat at our priest. We have been taught the word of God every time. Amen. We know how to pray today. We know how to read the Bible today. We can say, I was a sinner, but today I am a saint. Why can't we shout for the Lord? Give glory to Him. Appreciate His grace. Appreciate His love. Appreciate His love. Kwa sababu kama sio Kristo, mahali tumefika, hatungefika siku ya leo. We thank God that we are born again. We thank God that we have hope of eternal life. We thank God that Jesus coming down again, we will join up with Him in heavens, and we shall sing glory, hallelujah, forever and ever. Amen. Biblia inasema ya kwamba
one of the 10 lepers, alipoona ya kwamba wamepona, Biblia inasema ya kwamba akamletea Yesu. Hakutaka kuenda. Wengine walikuwa na haraka ya kujoin up with the family for a long time. They were away from their wives. They were away from their children if they had one. Walikuwa mbali na familia zao. Walikuwa mbali na they were missing that social life. They rushed to go back. Lakini huyu mmoja, Biblia inasema he came back to Jesus. When he saw that he was healed, he came back to Jesus. Amen. The story is telling us when he saw that he was healed. We cannot give thanks unless our eyes are open to see what God has done for us. Ni rahisi sana kufungua macho na kuona kile ambacho hakijafanyika. Ni rahisi sana kufungua macho uone mahali ulifaa kuwa lakini haujafika. Lakini ukasahau ya kwamba mahali upo sio mahali ulianzia. Unaweza kuwa haujafika mahali ulitamani kufika, lakini at least hauko mahali ulianzia. He saw that he was healed. We need to intentionally look back and see what the Lord has done in our lives, in our families, in our career, in our church and in our nation, so that we come back and glorify Him. Lazima macho yetu yapate ufunuo. Lazima macho yetu yajue ya kwamba Mungu ametutendea. Biblia inasema ya kwamba he saw. And number 2 thing the Bible is saying, he turned back. He turned back. We are quick to come. Wakati ambapo tuna shida, wakati ambapo tumesukumwa, we like to come back before the Lord. We quickly come to appear in His presence. But when we are blessed, when we are healed, when we are delivered, we are quick to go away and enjoy the blessing. How I pray that we get revelation today, that we need to always come back. It is always good to return back to Him with hearts full of praise, just as we did when we were in need. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tulimjia Yesu wakati tulikuwa na mahitaji, tunahitaji kumrudia wakati ambao tumepata msaada. Look at this. Biblia inasema walisimama kwa umbali, wakaitana kwa sauti kubwa, Yesu turehemu, Bwana turehemu. Biblia inasema huyu aliporejea aliongea kwa hiyo sauti ya juu. Amen. With a loud voice, he glorified God. We need to come back with thanksgiving in the same tune we came when we had a request before Him. Why do we say thank you in a small voice and cry in loud voice when we are pressed down by issues? Thanksgiving is not a secret thing. Amen. Thanksgiving should be done in public so that everyone glorifies the Lord with you. Wakati huyu mtu alikuwa na shout mbele za Kristo akimsifu, lazima kuna watu waliuliza what has happened. Na wakaambiwa ya kwamba jamaa alikuwa na ukoma, lakini siku ya leo amepona, na kwa hivyo ndiposa anamsifu Bwana. In any time that the Lord delivers you, anytime that the Lord provides for you, anytime God fights for your battles, anytime God meets with your need, He has a purpose of glory in whatever He does. Any miracle that God does for you, it is an opportunity to glorify His name. Amen. We should not deny Him His food. Chakula cha Bwana anapofanya miujiza na baraka na ishara maishani mwetu, it is meant to glorify Him. This man came back glorifying God in a loud voice. Amen. Biblia inasema ya kwamba not only in words, alianguka chini akaenda kwa magoti, akamsujudu ule Yesu, akimsifu akimtukuza,
akimwambia ni wewe umenitendea. This is an expression of high regard, humility and worship. Hii ilikuwa ni hali ya kumuonyesha wewe unafaa kuabudiwa, wewe unafaa kutukuzwa, wewe unafaa kuinuliwa. Ni wewe umenitendea wala sio mtu. Nimeteseka siku nyingi, umeweka mzigo wangu wa magonjwa chini. Kwa hivyo alikuwa anamuonyesha ya kwamba nakutambua. Alikuwa ananyenyekea mbele zake akionyesha Bwana ya kwamba wewe unafaa. You are worthy. You are worthy of our worship. I'm calling upon somebody today to go before the Lord on your knees. Ukimwambia you are worthy, O Lord. Kama sio wewe Bwana ulikuwa saidi yetu tungeangamia. Kama sio wewe ulikuwa na jamii yangu tungeisha. Therefore Lord, you are worthy. You are worthy. The Bible says this man was a Samaritan. He was not a Jew, but wasn't the case. He was a leper. A leper, a Gentile. A leper, a Samaritan. That simply means out of the covenant. No access to the covenant of healing. No access to the covenant of blessing. Lakini kwa sababu aliona this is great favor, this is great privilege, ya kwamba Jesus has extended the hand of grace. Amen. Kwangu mimi, kwa sababu neema inakupa kile haufai kupata ama hauja qualify kupata. Rehema zinakuondoa kwa yale mambo ulifaa kupata. Aliona ninafaa kurudi nimshukuru. This was a Samaritan. Simply that means the most hated by the Jews, separated from the covenant, an outcast, a condemned person to die out of his condition. Walirushwa mahali wakufe. Kuna mtu ana haja na wao, ila ukufe na njaa ama uwawe na hiyo magonjwa. He never said ni haki yangu. Alisema I'm not worthy even to go and see my family before I come back and worship him. Amen. Why don't we come back to the Lord? Wakati ambapo anatubariki, wakati ambapo anatuinua, wakati ambapo ametutenda mema, why can't we come back to him before we go back to enjoy the blessing? These 9 people, they thought ya kwamba we have every right to receive it. And instead of coming back, probably they rushed to enjoy life with their families now that they were clean. Labda mtu alikumbuka mke wake kama alikuwa naye, ama watoto, ama jamii yake. They rushed. I want to tell you, brethren and my good friends, the attitude of ingratitude greatly displeases the Lord. Nia isiyokuwa na shukrani haimfurahishi Mungu hata kidogo. Nia isiyokuwa ya shukrani haimfurahishi Mungu hata kidogo. Huyu jamaa aliporudi, Yesu alimuuliza, na wale 10 wako wapi? 9 wako wapi? It tells us, it troubles the mind of God when we are blessed indeed, but we cannot come back to say thank you. Amen. You know, sometimes we get used of the blessings of the Lord. We get used to the salvation we receive every day. Biblia inasema ya kwamba his love and mercy are renewed every morning. Every morning we receive new mercy, new grace from the Lord. Paulo alisema ya kwamba tunafanywa kama kondoo wa kuchinjwa kila siku. But the gracious hand of God delivers us. The gracious hand of God protects us. Yesu anauliza, wako wapi hao wengine? Wako wapi hao wengine? Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus was concerned with the 9 who did not see the importance of returning back, because he knew that healing only was not enough. They needed to be whole. Yesu alisumbuka, maana alijua wamepona na wameenda wanaweza ngojeka tena.
Maana kupona si kukamilika. Kwa hiyo he was concerned because my desire would be I make them whole. See what we miss when we don't come back for Thanksgiving. We remain with the same blessing. Amen. But when we come and appreciate, rejoice in the Lord, when we speak, because there are like 3 or 4 ways we express our thanksgiving. One is through words. The other one is our deeds. The other one is our service. The other one is sacrifice. Amen. Tunaweza kumshukuru Bwana kwa maneno yetu. That is where we either sing, we give a testimony. Hallelujah. Tunaweza kumshukuru Bwana kwa matendo yetu. Hallelujah. Unaweza kumtumikia Bwana pia, na pia unaweza kutoa a sacrifice of thanksgiving. Amen. So this one came to worship. This one came to praise. And listen to this. Amen. Yesu alimwambia get up. Get up and walk. Go your way. They have gone ahead of me giving them permission. They don't have authority where they are now. Huyu kwa sababu ni Yesu anamwambia inuka, enda njia yako. He carries power. He carries authority against any other sin. Sickness or disease. That's why Biblia inasema he was made whole. Amen. Rise from your condition into another chapter. That's what Jesus was saying. Rise up from your circumstances. Ondoka mahali umekaa siku nyingi. Enter into a new level of life. Amen. I'm talking to somebody who is giving thanks to God today. You are opening a new chapter for yourself. Alimwambia go on your way. That means continue with life. Amen. Endelea with normal life, kwa sababu maisha yako ilishikwa mateka mahali ukoma ulikukamata. Sasa endelea na maisha yako kwa sababu umepona. Amen. Continue with normal life. Reconnect with your family. Enjoy with your friends. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akamwambia very important statement. Your faith has made you well. Amen. Your faith has made you well. Wellness is not healing. Wellness means perfect or complete. Amen. A clean bill of health, physically, emotionally, mentally, and also socially. Amen. So Yesu anamwambia ya kwamba your faith has made you well. Amen. May you receive wellness today in the name of the Lord. Kwa sababu ulikuja kumshukuru Bwana siku ya leo, wacha ukamilifu upatikane. Look at this. If you are healed, ukiponywa kwa kidonda, unajua scar inabaki. Hata mimi ninayo ya class 3 mahali nilikuwa nachonga pencil. Alafu kibahati mbaya nikakata mkono hapa. Hiyo alama iko so many years after. Amen. Lakini wakati Yesu anasema you are well, that means ile kidole ilikuwa imekatika ilirudi. Zile scars zilikuwa zimekuliwa na mashilingi hasikuonekana tena. That is what we are calling perfection. Amen. Your faith has made you perfect. Amen. Faith is the medium, spiritual medium that we receive from the airwaves of God. Bwana Yesu asifiwe. We need to thank God through our words, through our deeds, through our sacrifices, and through our service. Kiangalia uone vile Mungu amekufanya na atakupa mwaka mwingine. You can determine and say, I will praise the Lord. Amen. I will serve the Lord. Amen. As I'm going to cross down, I want to tell you today, thanksgiving is the key to divine increase. Shukrani ni funguo inayokupeleka katika nyongeza. John chapter 6 verse 11. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Wakati Yesu alichukua mkate kutoka kwa kijana na ile samaki kidogo na watu walikuwa wengi, alimshukuru Bwana na mkate ukaanza kuongezeka. So Jesus multiplied the 5 loaves
and 2 fish after giving thanks. Thanksgiving is the key. And you know, a key is a certain power. Funguo ni nguvu fulani. Amen. Ambayo sasa inakusaidia kufungua ile milango ambayo imekataa. Kama umeomba, umefunga, umejaribu njia zote na milango haifunguki, try the key of thanksgiving. Milango itafunguka. What you thank God for appreciates, and vice versa. Did you hear what I said? What you thank God for appreciates, and vice versa. Kila unamshukuru Mungu kwa sababu yake chaongeza dhamana, na kinyume ni kweli. Kila usipomshukuru Mungu kwa sababu yake chakosa dhamana. Amen. Look at this. Waisraeli katika wilderness wamepewa mana. Badala ya kusema asante kwa sababu ya mana, we will survive, walisema what is this? Hii ni nini? Because manna means what is this? They despise the miracle of God. Amen. They despise the provision. You know, the attitude of thanksgiving. Itakuonyesha ya kwamba thanking God for something small will open the door for greater things. Hallelujah. Thank God for your children, even if there are things they don't have. Kwa maana kuna wengine hawana watoto. Amen. Thank God for what you have this far. Amen. Do not despise the days of retro beginning. Appreciate God for what you have, because what you appreciate God for appreciates. Amen. Tunajua shamba vile inaongeza dhamana. Unanunua 1,100, baada ya miaka 2 unaweza kuuza 150. So ukimshukuru Bwana unaongeza dhamana kwa maisha yako. In fact, thank God for the gift you have. Amen. Maybe unatamani kuhubiri kama mimi, lakini ulipewa kuimba tu. Si mshukuru Bwana kwa uimbaji. Who knows, God can increase your gift. What you thank God for appreciates, and vice versa. Instead of complaining about your negativity, look for something positive to thank God for daily. Amen. Badala ya complain kila siku, yani huyu pastor wetu, hii kanisa letu, hawa watoto wetu, hii taifa letu, huyu rais wetu, hawa viongozi wetu, badala ya kucomplain hayo mambo yote, can you look for something positive in that negativity? Hallelujah. Bwana asifiwe. Unaweza kuangalia kitu kizuri katikati ya mabaya, ili ya kwamba umshukuru Bwana kwa sababu ya hicho. Instead of complaining about your negativity, look for something positive to thank God for daily. Biblia inasema ya kwamba thank God who daily loads us with benefits. Kila siku anatunukia benefits. Use thanksgiving as a weapon in times of insufficiency. Gratitude releases the power for increase. Amen. Use thanksgiving as a weapon in times of insufficiency. Yesu alijua hatuna ya kutosha, ni samaki 2 na mikate. Amen. Kwa hiyo akasema, nakushukuru Baba wa mbinguni kwa maana wewe huwa unanisikia. It began to increase. Amen. Use thanksgiving as a weapon in times of insufficiency, because gratitude releases the power for increase. Amen. What did I say? Number 2, thanksgiving is the key to divine increase. And number 3, thanksgiving releases miraculous power. Wakati ambapo unamshukuru Bwana, basi nguvu za miujiza zinaachiliwa. Paul and Silas, Acts chapter 16 verse 25, walianza kumsifu Bwana na kuimba wakiwa wamefungiwa, milango ya gereza ikafunguka, na Biblia inasema ya kwamba wakatoka hiyo jela, na yule aliyekuwa mlinzi wa jela akaokoka siku hiyo. Miraculous power released by the power of praise.
Amen. So, thanksgiving will release miraculous power. Amen. When you are going through issues that are not responding to your prayer, try praise. Amen. Try thanksgiving. Try sacrifices. Try offerings. Bwana Yesu asifiwe. Praising and thanking God in your circumstances will invite supernatural intervention. Amen. Praising and thanking God in your circumstances will invite supernatural intervention. Wakati unamsifu Bwana katika hali zako, unamuita Bwana aingilie hali zako. Thanksgiving in trials is a spiritual sacrifice that moves heaven. Amen. You are praising God, lakini sio kwa sababu mambo ni mazuri, lakini remember, your faith has made you well. Why are you praising and you are sick? Because I have faith for healing. Amen. Why are you not downcast? Kwa nini moyo wako haujashishika na kuna ripoti ulipewa na daktari? I have faith in the God of healing. Amen. My God is the healer. That's why I'm rejoicing. Amen. When you feel stuck, praise God intentionally. Amina. And you will experience a new testimony. Bwana asifiwe sana. When you feel stuck, praise God intentionally and you will experience a new testimony. Paul and Silas decided to praise God. They were stuck in the prison, but their praises became the key out of the prison. And number 4, thanksgiving keep our hearts and minds in perfect peace. Shukrani huweka mawazo yetu na mioyo yetu kwa imani kamilifu. Philippians 4:7, the Bible says, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. The heart of gratitude chases away anxiety and makes joy to flow naturally. Moyo ambao ni wa shukrani unafukuza wasiwasi na unafanya furaha ya Bwana itiririke mioyoni mwetu kwa kawaida. Depression loses power where praise is present. Amen. Ile mambo ya kudadamishwa inakosa nguvu mahali sifa zinaendelea. Look at this, my sister. Hakuna vile unaweza kuwa unamsifu Bwana na kumfurahia and then you are depressed. Hiyo depression lazima itaondoka. Amen. Yes, joy, gladness, rejoicing in the presence of the Lord itafukuza hiyo ya anxiety ambayo eventually ndio inaleta depression. Bwana Yesu asifiwe sana. So it will lose power. Replace worry with worship and anxiety will fade away. Amen. Replace worry with worship. Badala ya kuwa na wasiwasi, abudu. Amen. Fanya nini? Abudu. Bwana asifiwe. Kama Paulo na Sila wanaabudu, wanamsifu Bwana, God comes to intervene. And finally, number 5, thanksgiving sacrifices honors God. Wakati ambapo tunatoa dhabihu za shukrani, tunamshukuru ama tunamtukuza Mungu, tunamheshimisha Mungu. Thanksgiving sacrifices honors God. Amen. Psalms 50 verse 14, Bible inasema, sacrifice thanks offering to God, fulfill your vows to the Most High. Amen. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. He who sacrifices thanks offering, that is verse 23. He who sacrifices thanks offering honors me, and he prepares the way so that I may show him my salvation. Amen. Thanksgiving sacrifices honors God. Wakati unakuja na bahasha hapa, ama unakuja na kitu, unasema ya kwamba hii ndio sacrifice yangu ya shukrani siku ya leo. You are not bringing it to any man. You are coming to honor God who has been faithful to provide what you needed. Biblia inasema anayemtolea Bwana sacrifice
ama sadaka sadaka za shukrani, anamheshimisha Bwana. Amen. Hallelujah. Thanksgiving is a sacrifice because it is not easy. Amen. You know, we have said there is thanksgiving, but this is thanksgiving. So thanksgiving is not easy because it's not easy. It's a sacrifice because it is not easy. Kutoa kitu umletee Bwana. Unajua unaweza toa 50, unaweza toa 100, unaweza toa 200, 500, 1000, na ni sawa tu. But when you count your blessing from January up to today and how much money you have spent on yourself, you feel like, I need to do something better. Amen. A sacrifice must cost you something. Amen. It's not just something you enter into your pocket and remove. No, it's something you need to prepare. Amen. You can still say, I'll bring it on Sunday. Not necessarily today. Because I want to give something that will touch me and touch God. What does not touch you cannot touch God. What does not cost you can never cost God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I know amen haiwezi kuwa mingi hapo. Every time you thank God, you honor him and invite his salvation. Kila wakati ambapo unamsifu ama unamtolea Bwana shukrani, basi unamheshimisha na unamuita akuokoe. Offer thanksgiving even when it feels difficult. Ushukuru Bwana hata wakati mambo ni magumu. Make thanksgiving your daily spiritual discipline. Wacha shukrani zikuage kila siku. When you wake up well in the morning, thank God. Amen. When evening comes before you go to sleep, thank God. When you go through a deal, na hiyo deal imeenda vizuri, thank God. When you escape from a danger, thank God. Amen. When you go for a journey, you arrive safely, thank God. Thank God. Thank God. Thank God. God desires that we embrace a lifestyle of thanksgiving that is aligned to his will. Mungu anatamani tuishi maisha ya shukrani. Remember 1 Thessalonians 5:18. Hivyo ndivyo tumeona ya kwamba ndio mapenzi ya Bwana kwetu kupitia Kristo Yesu. This will honor him, it will deepen our relationship with him, it will multiply our blessings miraculously, and it will release peace and joy in our hearts. Bwana Yesu asifiwe. Today is the day. Amen. Ambia mtu leo ndio ile siku. This is our day to thank God. And I want us to stand before the Lord and prepare a sacrifice of thanksgiving. Amen. Kama unachukua bahasha chukua. Kama uko mbali na sisi, angalia hiyo PayBill yenye unaiona kwa Facebook mahali ninahubiri saa hii. Make sure you send a sacrifice of thanksgiving. Baada ya kuangalia na kuona kile Mungu amekufanyia, take something from God has blessed you. I know we are wise people. Already we have set aside something for the sikukuu. Tayari kuna watu wamenunua ngano wameweka ndani ya nyumba na mafuta, na wengine wamenunua mbuzi inangojea siku. Amen. Kuna watu wanajua fare iko wapi ya kwenda ushago. Let also be wise. Amen. Ili ya kwamba tujue namna gani. We are sending it to 247 and then 959523. So enda kwa simu yako, when they buy goods and services, and then PayBill 247 and then unaweka 95 as account 959523. Kwa wale ambao uko mbali hauwezi kutumia PayBill, you can use the number. Na maana unajua ya kwamba wengine mnanisikia mkiwa mbali hamko Kenya, so you cannot be able to use the PayBill. You can use the number +254 721 959523 +254 721 959523. We have to give God a sacrifice of thanksgiving. Amen. Wale tuko hapa tusimame, wacha tupewe bahasha ili tuweke sacrifice zetu kwa bahasha. Wengine wetu najua sacrifice yako haiwezi kutoshea kwa bahasha. Utaileta tu either leo ama another day,
Maana kuna wale pia wanasema ya kwamba maybe kile nilikuwa nimeandaa hakijaisha, so nataka iandalike vizuri. But if you are giving some money for the sacrifice, just take an envelope, chukua bahasha na Mungu atakubariki ili tuweze kuweka our sacrifice of thanksgiving, ili tuweze kumtolea Bwana, and after that we will make a prayer, and I believe the Lord shall bless us katika jina la Yesu. Mahali kwa boxes hapo ni vizuri utick thanksgiving, ndio iwe tofauti na nini na tithe ama any other offering. Tunapofanya hivyo, nataka nitangaze ya kwamba sikukuu hii ni ya baraka, na nitangaze kama vile tulivyosema tukianza mwezi wa Disemba, this is December without disaster. Na kama unasafiri kwa ajili ya kujiunga na jamii ama kwa ajili ya kwenda kusherehekea sikukuu kutoka madhabahu haya ya Glorious Restoration Tabernacle Nakuru, tunakuombea rehema za Bwana, neema ya Bwana. Tunakuombea safari njema. Tunaomba ya kwamba Bwana atakulinda, atalinda jamii yako, na mtafurahia maisha sikukuu hii bila bughudha na bila shida yoyote, na wakati wa kurejea mnarejea bila accident. Tunakemea maroho za accident katika jina la Yesu, na mapepo yote yanayongojea watu barabarani tunatangaza haina nguvu, haina uwezo katika jina la Yesu Kristo. May the Lord give you peace. May the Lord help you to enjoy katika December hii, and even as we cross over to the next year, I declare life and perfect health katika jina la Yesu Kristo. So tusimame ili tuweze kuleta kabla ya kuleta tutaomba. Kabla ya kuleta tutaomba, na naamini ya kwamba Bwana atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. So tutainua mbele za Bwana our sacrifice of thanksgiving, na tunaamini ya kwamba Bwana atatubariki. Our Father and our God, in the name of Jesus, tumeinua sadaka zetu mbele zako Bwana. Sisi tulio hapa kanisani, wengine wametumia paybill na wengine wametumia namba kutuma sacrifice ya thanksgiving, kwa maana mwaka mzima Bwana umetubariki, umetupa afya, umetupa nguvu Bwana, umetubariki na kazi, umetubariki kifedha, umetubarikia watoto Baba, umetupa chakula na mavazi na mahali pazuri pa kuishi. Twakushukuru Bwana kwa kile ambacho umezuia kifanyike kwetu, na siku hii ya leo tumekuja kutambua neema yako na neema zako maishani mwetu. Ndiposa Bwana, baada ya kufanya mahesabu na kuona kile ambacho umefanya maishani mwetu, we want to come before you rejoicing and with a heart of gratitude, oh my Father, to appreciate every kindness we have received from you, oh God, to appreciate your goodness, oh Lord, in every attribute. God, you have shown us grace and favor. Lord, we appreciate you and we thank you. We pray that you may receive this offering, an offering of thanksgiving, a sacrifice of praise and appreciation, oh God, from the depth of our heart, kwa kile ambacho umefanya kwa ajili yetu. Twakushukuru Bwana tunapoomba ya kwamba ubariki kila mkono unaonyoka Bwana, walio hapa na walio mbali, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ipokee sasa Bwana, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen and amen. Wale tuko hapa tulete, wale wa kutuma tutume. Bwana wetu atubariki sana. Unapoleta, ninakuombea katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, naomba watu wako uwalinde, watu wako uwainue, watu wako uwahifadhi, watu wako uwaongoze. December hii Bwana, I declare it shall not be December with the disasters. Baba, watu wako wanaosafiri, naombea safari zote siwe ni safari za usalama katika jina la Yesu. As your people go up country, kuna wale already wameenda na wamefika manyumbani kwao, kwa kushukuru. Baba, tutangaza siku ambazo zimesalia chache katika mwezi huu wa December, no one shall lose their life or through accident
or through sicknesses, oh Father, or any other disaster in the name of our God. I pray for your divine protection, divine covering, oh God, divine elevation, oh my Father. Let us in the name of Jesus. Ongoza watu wako, eleza watu wako, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunashukurani kwa sababu ya matendo umetutendea. Tangu Januari tumekuwa hapa kanisani, tumekuwa na neno kila wakati, tumekuwa na waimbaji kila wakati. Bwana, tumekuwa na watoaji kila wakati, tumekuwa na watu wamefanya kazi kila wakati. Tunaomba baraka zako kwa kila mmoja wetu aliyefika kufanikisha ibada zetu katika mwaka wote. Tuombea baraka Bwana. Asante kwa wanaotufuata kutoka mbali, wametufuata muda mrefu, wabariki na uwatende mema kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tunakushukuru na tunakuinua kwa Yesu Kristo Bwana, tumeomba na tumeshukuru. Amen. Tupigie Bwana makofi ya shangwe. Thank you Lord, we worship you. We give you glory and honor because you are good and your mercy endures forever. Hey, Lord, we thank you. Let's appreciate him. He's worthy. You are worthy of our praise. You are worthy of our glory. Lord, we love you. Lord, we appreciate you. We thank you and we magnify you. In Jesus' mighty name we pray. So, hallelujah. Amen. God bless you.